Mwanamke, unapomeza kidonge cha P2 tarajia mambo haya yafuatayo. Aidha unaweza ukapata moja wapo au ukapata yote kwa pamoja. Sasa jambo la kwanza ambalo unaweza ukalipata mwanamke wakati ambapo unakuwa umemeza kidonge cha P2 ni kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hedhi yako isitoke kabisa. Yaani ukapata hedhi ambayo ukakosa kabisa kupata hedhi. Lakini changamoto ya pili, kuna uwezekano ukapata hedhi ambayo inakuwa ni mfululizo. Yaani wewe unapataga mwezi wa kwanza unapataga, mwezi wa pili unapataga, mwezi wa tatu unapataga. Wewe ni mfululizo tu unapataga hedhi. Lakini jambo la tatu ni kwamba unaweza ukawa unakosa hedhi au unatoa hedhi ambayo ni kidogo, matone ya hedhi. Usitoe hedhi ambayo nayo hitajika. Lakini jambo lingine ni kwamba ambalo linawatesa wanawake wengi, hasa wanawake ambao wametumia P2 kwa muda mrefu, ni kwamba ni kukosa ujauzito moja kwa moja. Unaweza ukawa unatafuta ujauzito mara kwa mara lakini usiweze kupata. Kwa sababu gani? Tayari ile P2 ambao unakuwa umetumia, kile kidonge kimoja tu ambacho unakuwa umetumia, ni kwamba kinakuwa tayari kimeshaenda kujiweka kemikali mwilini mwako. Sasa ili uweze kupata ujauzito, hakikisha unaondoa kemikali sumu ambazo zimetengenezwa na hiyo P2 ili uweze kupata ujauzito kirahisi. Sasa ikiwa unahitaji kutafuta namna ya kutoa kemikali sumu hizo, basi unaweza ukanicheki kwenye namba yangu ambayo iko hapo kwenye profile ili niweze kukupa mwongozo na namna sahihi ya kutoa sumu hizo. Lakini endelea kushare video hii kwa wanawake wengine ili na wenyewe wajue namna gani ambayo wanatakiwa kufanya.